kwamba mwanadamu nimemuumba akiwa mkamilifu na mzuri, lakini amejifanyia maumbuzi ya ajabu. Mwanadamu amejiua mwenyewe. Nikaona wakati wanaendelea, nikarudishwa kwa wanandoa, nikakuta wale wanandoa wamepatana na wamepata maarifa kwamba wanatakiwa watumie dawa wasibebe mimba. Bwana akaniambia, Paulo alisema ya kwamba muwe na kiasi. Na ndipo nikagundua, nikaona shetani amepanda kutoka kuzimu, ameachilia vitu kwa wanandoa au kwa wanadamu wote. Ikapandishwa ile hali, yani mwanadamu, ile hali ya kuwa na mwenzako ikapandishwa kuliko kawaida. Unakuwa unatamani kufanya, lakini Mungu akaniambia hivi, tendo hilo sikulileta kwa ajili ya starehe. Lakini watu wengi wamegeuza jambo hilo kama starehe. Akaniambia siyo starehe, hili jambo ni maalum kwa ajili ya kuleta uzao. Unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Adamu akamjua Hawa, akabeba mimba. Na ndipo nikashangaa sana, kati ya hao wanandoa wawili waliokuwa wanaendelea kujadili, Bwana Yesu asifiwe, walivyokuwa wanaendelea kujadili, pembeni yao walishushwa kimeujiza mbwa, viumbe wanaoitwa mbwa, wanyama mbwa. Nafikiri kila mtu anawajua. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo nikaona dume mwanamke anapokuwa katika hali ya uzao, yanaweza kuitana mambwa hata 20 yanamfuata mwanamke mmoja. Lengo ni kwa ajili ya uzao. Bila kuwa na uzao, mbwa hata kama wanapendana vipi wataishi kama dada na kaka. Akaniambia, sikiliza, mwanadamu kupitia akili yake ndiyo imemfanya aanze kugundua mambo mengine na ya ajabu ambayo atamfanya kujiua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo nikagundua kwamba adui ameteka mili ya watu. Mili hii mtawala kabisa, ukitazama katika ulimwengu wa roho, anatawala shetani. Na ndiyo maana Biblia inasema hivi, Paulo anasema kwamba kuna mili ya mbinguni na mili ya duniani. Kwa hiyo mili hii ya duniani, kila kitu shetani ameongeza kiwango. Yani kama ni tamaa ya kuwa na mwenzako, ameongeza kiwango. Nikawaona wale watu wanaendelea kujadili, wanatamani kwamba lile tendo waendelee kulifanya ingawa hawataki kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona wengine wamepatana, lakini hawakuweza kupata zile dawa ambazo ni za kunywa, lakini wakapatana njia fulani ambayo itawafanya wao waendelee na lile tendo ingawa hawataki kupata mtoto. Fungua